Hawa kina Mbeumo, Cunha, Sesko pamoja na Senne Lammens sio poa. Umetazama mechi ya jana dhidi ya Everton jinsi ambavyo walicheza. Kwanza pasi inaanzia kwa Cunha, inaenda kwa Mbeumo, alafu Sesko anamalizia. Lakini pia tuliziona saves ambazo zilifanywa na mlinda mlango Senne Lammens wa klabu ya Manchester United. Ni kama uongozi mpya wa Manchester umekuja na mabadiliko katika dirisha hili la usajili. Ukiangalia hata mchango wa wachezaji katika mechi hizi ambazo tangu ameanza kuongoza Carrick, kuna namna ambavyo Manchester United imebadilika. Tukiangalia tu kwa jana, mchezo wa jana dhidi ya Everton, ndio clean sheet ya kwanza kupatikana away kwa kikosi cha Manchester United kwa msimu huu. Na hata kocha wa Everton David Moyes aliweza kumpongeza goalkeeper wa Manchester United Senne Lammens kwa namna ambavyo aliweza kuisaidia timu. Tazama utofauti wa Manchester United ya msimu uliopita katika eneo la mbele na sasa hivi. Msimu uliopita alikuwepo na Garnacho, alikuwepo na Holland, lakini pia walikuwepo na Antony. Msimu huu wana Sesko, wana Matheus Cunha pamoja na Mbeumo. Manchester United imebadilika sana. Sasa imagine msimu ujao wakaongeza sajili kama 3 mpaka 5 hivi za wachezaji ambao watakuwa na quality. Yani kuna namna ambavyo Carrick amebadilisha timu. Angalia hata mechi ambazo amecheza Carrick na mechi ambazo amecheza Amorim katika msimu huu. Amorim katika mechi 20 za Premier ana clean sheet 2 tu. Wakati huo kwa upande wa Carrick yeye amecheza mechi 6 tu akiwa na clean sheet 3. Lakini ukija kuangalia umuhimu wa Sesko katika kikosi cha Manchester United, amekuwa ni kama mkombozi. Amekuja kupata goli la ushindi dhidi ya Everton dakika ya 71. Lakini alikuja kusawazisha goli dhidi ya West Ham dakika ya 94. Lakini pia dakika za mwisho kabisa ikiwa dakika ya 96 akaja kupata goli la ushindi dhidi ya Fulham. Unaweza kuona ni mchango wa kiasi gani ambao amekuwa nao Benjamin Sesko katika kikosi cha Manchester United. Tunaposema uongozi wa Manchester United umebadilika, tumaanisha kwamba angalia baadhi ya nyota ambao walikataa kwenda Manchester United msimu ujao. Moja hapo ni kama Gyökeres, lakini pia Liam Delap. Wote walihusishwa na Manchester United lakini walikataa kwenda Manchester United. Ingekuwa ni zamani, Manchester United ule uongozi wa zamani, huo ungepambana na Chelsea ama Arsenal kuhakikisha wanaongeza hela ili waweze kumpata mchezaji, lakini wao walitulia wakaona watafute mbadala, ambapo wakamleta Matheus Cunha, tukaona akaweza kumleta Sesko, lakini wakamleta Bryan Mbeumo katika kikosi cha Manchester United.